Bwana Tanzania, brother Baraka unamuona hapa ni kakaangu. Huyu brother Baraka alikuwa na miguu yake hii miwili. Alikuwa anatembea vizuri, alikuwa na mambo yake. Mimi kwa kuna muda nikienda shule napita kwa kina brother pale, ananipa hela shule na nini. Tunasalimiana vizuri, alikuwa na upendo sana, alikuwa anaimbaga kwaya na nini. Kwa hiyo ni brother ambaye alikuwa na mambo yake na ndoto zake kubwa sana. Lakini Mungu anakupa mtihani unaoweza. Leo kakaangu ana hata mguu mmoja. Hawezi kutembea, hawezi kutoka mwenyewe, hawezi kufanya mambo yake. Lakini mimi naamini kabisa Mungu anakupa mtihani unaoweza. Kuna muda brother Baraka, ndio kabisa, balaa linakuja ili liondoe balaa. Ndio. Mimi nataka uniambie changamoto yako moja kubwa nzito, alafu mimi nitaitatua. Na hata kama si mimi pia Watanzania wapo, kama utavutiwa na wewe kuingia kwenye kuitatua, kufanya nini, kuchangia, ndio karibu sana. Lakini mimi binafsi nitaivana na ninawaomba Mwenyezi Mungu atanipa hiyo riziki ya kufanya hicho kitu. Mimi jambo la kwanza nakushukuru, na pia nashukuru na ndugu zangu wote walikuwa hapa. Ndio. Ujio wangu kwako ni kuhusu mchanganuo wa maisha yangu jinsi ulivyo. Kwa kweli katika maisha yangu bado ni magumu. Kwa kutokana na jinsi nilivyo, sina uwezo wa kufanya kitu chochote kile cha kuweza kuniingizia kipato, ama nikatafuta kitu nikatengeneza, inakuwa ni ngumu. Wewe ndio daraja langu la kuweza kunivusha mbali. Sana maisha yangu yanakuwa ni magumu kwa sababu yani sina uwezo wa kufanya biashara yote ile kwamba nina kipato nifanye biashara, sina. Ndio. Yani hapa nilipo na uchungu kwa sababu ya uwezo kama vile nataka kujenga hata kijinyumba, sina. Naona. Yani natamani nifanyiwe muamala, yani nipate kijichumba changu hata kimoja kikiwa kina choo, nitaenjoy kwa kweli nikiwa nimekaa na familia yangu, nikiwa nimekaa ile sehemu, najua kabisa kwamba nimeipitia hii kutokana na msanii wangu Kusa. Maisha yangu kwa sasa ni magumu, yani ni mabaya mno. Ndio maana nikabidi nije kwako ili nikuelezee hali zangu kama hizo, ili uweze kujibeba hili jambo kwamba utalibebaje na utalichukulia uzito wa kiasi gani, kwamba huyu mtu nitamsaidiaje ama nitalipelekaje kwa wengineo watakao lichukulia hili swala kwamba huyu mtu kweli inabidi tumsaidie kutokana jinsi nilivyo kwa kweli. Ndio. Kwa maana yake pale kiwanja kipo. Ndio, kiwanja kinatosha chumba na choo. Lakini kwa hiki kidogo ambacho nitakipata kupitia hata hii kazi yangu, kupitia na hivi ninachoendelea kupata, na najua pia watu wengi wanatazama hapa naona. Kwa hiyo mtu yote ambaye atatamani kumsaidia Baraka, mimi nitatoa maelekezo mazuri sana. Tumsaidie Baraka, shida yake ni hii, utakuwa wako inshallah. Amina, Mungu ni mwema. Na mimi naamini Mungu atakushika mkono, utafanikisha hivi. Mimi najua kaka.